Hello, habari. Hivi umewahi kusikia kuhusiana na historia ya mtawala aliyekuwa na uwezo wa kujibadili kuwa simba aliyeishi katika nchi ya milima hii unayoiona? Ambapo lengo mahususi lilikuwa ni kupambana na maadui zake pamoja na kuilinda himaya yake. Ndiyo, huyu alifahamika kama Mtemi Mahope. Mtemi Mahope aliishi mnamo karne ya 18. Alikuwa mwenye nguvu na anayemiliki eneo kubwa kiutawala ukilinganisha na watawala wengine wa maeneo ya jirani. Kisa maarufu kumhusu yeye, ukiachana na uwezo wake wa kujibadili kuwa simba, aliwaua wanawake zake wawili wote kwa wakati mmoja, hali iliyomlazimu kutoa nusu ya eneo lake analolitawala kama fidia kwa ndugu wa wanawake wale. Najua bado unajiuliza, je, Mtemi Mahope alitawala eneo gani? Na je, bado utawala wake upo? Jibu ni kwamba Mtemi Mahope alitawala eneo ambalo tangu kale mpaka sasa linafahamika kama Gulu. Na kuhusu utawala wake nitakujibu ndiyo. Mtemi Mahope wa tatu yupo na bado anatawala. Kubwa la kustaajabisha, ni mwanamke na ana nguvu kiutawala, hali inayopelekea eneo hili kuwa ni la urithi wa ajabu wenye historia ya kuvutia. Huyu anaitwa Mtemi Madaha. Ni mwanamke pekee, mwana wa mfalme, anayeendelea kutawala katika himaya ya Mtemi Mahope, na bado ikulu yake ipo Gulwe. Hayo na mengine mengi ya kihistoria yenye kuvumbua uhalisia na kukumbatia utajiri wa asili, karibu Gulwe. Pia usiache kutufuatilia Karabi Discoveries kupitia mitandao yetu ya kijamii: Facebook, Instagram, TikTok, YouTube pamoja na WhatsApp channel.